Nguvu ya uaminifu. Kila mtu duniani anataka kufanya kazi na mtu mwaminifu. Uaminifu si tu tabia, ni nguvu. Ni msingi wa connection, ushirikiano na mafanikio. Unaweza kuwa mtaalamu, mwenye akili ya ajabu, au una nguvu ya kufanya mambo makubwa, lakini ikiwa huna uaminifu, hakuna mtu atakayekutafuta. Uaminifu huleta heshima, huunda urithi na huanzisha mapinduzi katika maisha yako. Watu wa kuaminika wanajenga madaraja yasiyoonekana, huunda mlolongo wa fursa na kufanya wengine wakufuate bila kushindwa. Hapa kuna nguvu 7 za kuwa mwaminifu ambazo zitaongeza heshima yako, kufanya watu wakutegemeze na kukupeleka mbali kwenye maisha na biashara. Kabla hatujaanza, hakikisha umesubscribe kwenye channel yetu ya GR Hamasa Wisdom ili usikose mafunzo ya motisha na elimu ya maisha kila siku. 1. Uaminifu hujenga imani. Watu wanapokujua, wanapoweza kutegemea kila neno lako na kila ahadi yako, unajenga imani isiyoyumba. Uaminifu ni kama shina la mti mkubwa. Ukianguka shina, kila jambo lingine linaanguka pia. Kila ahadi unayoshikilia, hata ile ndogo, inaunda heshima yako. Ukiacha ahadi, unapoteza uaminifu. Na bila uaminifu, hakuna mtu atakayekutafuta. Hakuna mtu atakayekupa nafasi. Hakuna mtu atakayekushirikisha ndoto yake. 2. Uaminifu huongeza maadili yako. Uaminifu si tu kwa wengine, bali pia kwa nafsi yako. Kila hatua unayochukua, kila maneno unayoyasema huunda sifa yako. Maadili yako yanakuwa kama mwangaza wa barabara kwa wengine. Wanapokutazama, wanajua ni mtu wa kuaminika. Hakuna mafanikio ya kweli yanayojengwa juu ya udanganyifu au hila. Ukubwa wa mtu hauna maana kama uaminifu umekosa. 3. Uaminifu hutoa uthibitisho wa nguvu. Kila mtu anaweza kusema kweli wakati ni rahisi, lakini uaminifu wa kweli huonekana unapokabiliwa na changamoto. Wakati wengine wanapokuwa wanajaribu kukudanganya, kukunyanyasa au kunufaisha kwa njia zisizo za haki, uaminifu wako unaonyesha nguvu ya kweli ya ndani. Huu ni nguvu ya kuheshimika, nguvu ambayo watu huiona hata bila maneno. Ni ishara ya mtu ambaye ana uwezo wa kudumu hata kwenye dhoruba kubwa. 4. Uaminifu huongeza connection zako. Wakati watu wanajua unaweza kuaminika, wanaanza kushirikiana nawe. Huwezi kujenga mtandao wa mafanikio ukiwa na tabia ya kugeuza maneno au ahadi zako. Wanaoshirikiana na wewe wanashirikisha rasilimali zao, mawazo yao na hata ndoto zao kubwa. Uaminifu huunda uhusiano wa kudumu unaofungua milango ya fursa ambazo nyingine haziwezi kufikiri. 5. Uaminifu huunda heshima endelevu. Heshima haina bei. Unaweza kuwa tajiri, mwenye hadhi au mtaalamu, lakini ikiwa huna uaminifu, kila kitu kitapotea haraka. Watu wanajua ni nani anayeweza kuaminika na ni nani sio. Heshima ya kweli inakuja pale unapokuwa mwaminifu, hata pale ambapo hakuna mtu anayekutazama. Uaminifu ni urithi, ni nguvu, ni msingi wa mafanikio ya kweli. 6. Uaminifu hutoa nafasi ya kuongoza. Kila kiongozi mzuri anajua, bila uaminifu hakuna anayemfuata kwa moyo wote. Unaweza kuwa na mamlaka, nguvu au tajiri, lakini uongozi wa kweli unakuja pale unapokuwa mtu wa kuaminika. Watu wanakuamini, wanakutegemea, wanakufuata kwa sababu wanaona heshima, uthabiti na nguvu yako ya ndani. Uaminifu ni kama taa ya kuongoza njia. Watu wanapokuona, wanaona mfano wa kufuata. 7. Uaminifu ni nguvu ya kudumu. Mafanikio yanaweza kupita, utajiri unaweza kuisha, heshima inaweza kupotea, lakini uaminifu unaendelea kudumu. Ni nguvu isiyoonekana, lakini inaathiri kila kitu kilichokuzunguka. Unaweza kuwa na sifa zote za nje, lakini bila uaminifu, kila kitu ni la muda mfupi. Ukibaki mwaminifu, unajenga jina, urithi na heshima ambayo haiwezi kuharibika na maneno machache au matukio ya muda mfupi. Na sasa sehemu muhimu zaidi. Usiogope kuonekana mwaminifu.
Usiogope kusema kweli, kushikilia ahadi zako na kuonyesha maadili yako hata pale ambapo hakuna anayekutazama. Kumbuka, nguvu ya kweli ipo pale unapokuwa mwaminifu kila wakati, si pale ambapo mtu anakuangalia. Heshimu ahadi zako, heshimu wengine, heshimu nafsi yako. Uaminifu ni urithi, ni nguvu, ni msingi wa mafanikio ya kweli.